الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا، مضى حكمه في خلقه، ما شاء كان وما لم يكن، سبحانه من آله قوي قادر، لا ينفذ شيء إلا وفق حكمه، ولا يرضى شيء إلا بإذنه وإرادته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء. واشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بشر وأنذر وقام الحج على العباد، فهم إلى قيام الساعة. يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصروا من ولى الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. وتكون وحدة الأمة الإسلامية على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذه الأمة لا تجتمع على أساس القبيلة والقومية والوطنية، لا أو أي شيء من تصويرات الجاهلية هذه بل جنسها العقيدة، ولا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tushukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya Uislamu na neema imani ambaye Rasul sallallahu alaihi wasallam, moja katika great achievement ya kwamba aliacha katika umma huu wahdatul islamia, umoja wa Kiislamu fi mashariki al-ardh wa magharibaha, umma wa Kiislamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kipindi cha miaka 23 alipigana sana na umoja wa Uislamu ulimwengu mzima. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu fi kitabihi: wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shikamaneni juu ya kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah jami'an, sote, wala tafarraqu, wala msikatane mapande, wala msigawanyike, kwa sababu katika kugawanyika kunaleta udhaifu katika Uislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba wa'tasimu ni amri min Allah Subhanahu wa Ta'ala, amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba umma huu siri yao kubwa, mafanikio yao makubwa ni juu ya ihtisam, juu ya kushikamana na kuwa na umoja. Unity yetu ndugu Waislamu ni nguvu ambayo kwamba haiwezi kukadiriwa, lakini ule kukatana mapana au kufarikiana basi ni udhaifu ambao kwamba hauna mfano wake. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kwa muda huu
insha Allah biidhni Mola subhanahu wa ta'ala tutaweza kuchambua machache kuhusiana na umuhimu wa ihtisamu kupitia kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam na kauli ya ulama al-kibar, wanazuoni wakubwa, ndipo walivyotolea nyoyo zetu juu ya umuhimu wa umoja wa Kiislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, tukirudia aya hii ambayo tulisoma mwanzo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'a. Basi hiyo ni nembo, hiyo ni slogan ambayo kwamba Waislamu lazima akae kila mara kuhubiri umoja katika nyumba, umoja katika nyumba mbili tatu, na umoja wa kitaifa na umoja wa kilimwengu juu ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kutoa watu katika jahiliya, katika zama za ujinga, zama ambapo kwamba watu walikuwa wanajifahari kwa mila zao, watu wanajifahari kwa nchi yao, watu wanajifahari kwa rangi zao, watu wanajifahari kwa lugha zao, watu wanajifahari kwa utajiri wao na maskini wao. Lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam baada ya hijra, baada ya kutoka Maka kuelekea Madina, jambo la kwanza aliweka ukhuwa baina al-ansar wal muhajirin, akaweka umoja, undugu wa baina ya muhajirin ansar, wakawa kashayin wahida, wakawa kama kitu kimoja. Ndiyo Uislamu ukapata njia ya kuenea katika mashariki na magharibi kwa ajili ya umoja wa Kiislamu. Kwa hivyo anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaykum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, anatukumbusha kwa historia kwamba kumbukeni Makureishi na makabila yote ambayo kwamba ilikuwa zama hizo walikuwa hawaelewani, walikuwa ni wanapingana wao kwa wao. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba basi Allah Subhanahu wa Ta'ala akaunganisha kwa neema ya Uislamu, kwa neema ya Uislamu, fasbatu bi ni'mati ikhwana, wakawa wakapambazukiwa ama wakawa katika neema ya la ilaha illa Allah, wakawa ni ikhwana, wakiwa ni ndugu. idh kuntum a'da, mlipokuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaunganisha nyoyo zao, wakawa kila mtu hamna ambao kwamba anahitaji ukabila wake ama anahitaji rangi yake ama anahitaji ukoo wake, wote wakawa wanazungumza lugha moja ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah anasema kwamba wakati mlipokuwa mmehamshikamana, mlikuwa katika ukingo wa moto, fa ankadakum minha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuokoa na akamtoa katika hili na moto ambao mlikuwa mnaelekea kwa ajili ya kutoshikamana au kuwa kitu kimoja. Mwenyezi Mungu anatuambia kadhalika bayan, vile vile hivyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotufafanulia aya zake ndani ya Qur'ani, ili tupate kufanya nini? Tupate kupata muongozo, tusikie kwamba muongozo vipi waliokuwa Khalifana Swaleh waliopita katika wenzetu walikuwa katika hali gani. Ndugu zangu Waislamu, Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, alladhi yahuddu ala ittisam baina al-ummati islamiyya, hadithi ambayo kwamba inatuzungumzia juu ya umuhimu wa kushikamana katika umma wa Kiislamu. Anatuambia Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna Allah yarda lakum thalatha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamridhia nyinyi mambo matatu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakasirika na nyinyi kwa mambo matatu. Akasema kwamba jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba yasmadu lakum thalatha, akasema yarda lakum an ta'budu, radhi za Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu akaridhia, jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu anaradhi na sisi ni kwamba tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala nushriku bihi shay'a, wala tusimshirikishe na chochote. Jambo hili Allah Subhanahu wa Ta'ala akaridhia, wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni sana, muabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala msimshirikishe na chochote.
waman yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna, yoyote ambaye kwamba atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamharamishia janna. Yule ambaye kwamba anayefanya shirki, anafanya uganga, anafanya kila aina ya uchawi, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi ya'budu, yule ambaye kwamba anaabudu ghayra Allah, asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhia mtu ambaye kwamba ana tauhid, yule ambaye kwamba anampwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akipata uzito, akipata wepesi, yeye anarelay kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turidhia sisi ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa anta'tasu bihablillahi jami'a. Jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu karidhia sisi umma huu ni kwamba tushikamane katika kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa viongozi wetu watuelekeza kwamba tupite huku, sote tuwe katika upande mmoja. Ikiwa viongozi wetu tukataza huku tusielekee, sote tuwapinduka kwa ajili ya kumtii amira na kutii kiongozi. Wa atasimu bihablillahi jami'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba tushikamane katika kamba ya Mwenyezi Mungu, lakini tulivyoambiwa ndivyo tulivyo. Allah anatuambia wa atasimu bihablillahi jami'an, shikamani katika kamba ya Mwenyezi Mungu, lakini wengine wanakata mapande katika ummati. Hiyo ni mtihani ambao tuko nao katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema kwamba jambo la tatu, antanasahu man tawalla Allahu amrakum, na kumpa nasaha yule kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia majukumu kama kiongozi. Kama kuna kiongozi, imam, kiongozi yote ambao kwamba wa serikali, basi ni jukumu kama sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ukipewa nafasi ya kumnasihi, kumpatia advice, ni muhimu. Si kwamba akifeli unasema uache mwenyewe aliyataka yampate. Basi hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala haridhi. Ndugu Waislamu, haya matatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karidhia mja. Ama yana kwamba matatu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi, akasema kwamba qila wa qala, wamesema. Umeona? Wanasema wewe fulani, wanasema hivyo, hizo rumors. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia Mwenyezi Mungu akakasirika. Wewe huna yakina katika jambo, lakini uko tayari kulisimama kulitetea, ambao kwamba halina misingi yoyote. Ukiweka ueleze, utoe uhakika, uweze ukatoa, ila unajaribu kubahatisha. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukataza. Akasema jambo la pili, wa idha'atul mal, na kufanya israfu katika mali. Mtu ana mali baada ya kusaidia Uislamu, au kusaidia mayatima, mafukara, lakini yuko tayari kuchukua mali zake kupeleka katika mambo ya israfu, mambo kwamba haina msingi wowote, haimpi thawabu yoyote, bali inamzidishia dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu ana mali zake anaingia katika ulevi, mtu ana mali zake anaingia katika uganga, mtu ana mali zake anaingia katika uzinifu, mtu anaingia kila aina ya madhara. Kwa hivyo hivi ni katika moja ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi, anakasirikia ama ana hasira na mja kama huyo ambapo kwamba anafanya jambo hilo. Akasema Rasul wa kathratu sual, jambo la tatu ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasirika ni mtu kukithirisha maswali ambayo kwamba haina muhimu, kama yale ambayo kwamba yalikuwa katika Bani Israeli. Wameambiwa wachinje ng'ombe, wakasema ng'ombe gani, rangi gani, ni baina ya nini? Basi wakama maswali kama hayo. Ila kuuliza swali unaruhusiwa, lakini kuuliza viswali ambavyo kwamba havina msingi wala havina maelezo ya kukinaisha, basi Uislamu hauruhusu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukataza, ni analeta fitna kubwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine vile katika umoja wetu anatuambia, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma mmoja. Wa ana rabbukum fa'budu, mimi ni Mola wenu mnyabudu. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba yeye ndiye Mola wetu na ndiye Mola kwamba alichagua ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fa'buduhu ay wahiduhu, mpekesheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watakumu wahdatul ummati islamia ala al-iman billah, na umoja wa Kiislamu wapatikana vipi unity kama sisi ummati Muhammad sallallahu ni vipi vyanzo misingi gani ambayo kwamba ama ni strategy gani ambayo kwamba umma wa Kiislamu unasimama juu yake ili tupatikane katika umma, tuepukane na nini na tufate nini? Anatuambia kwamba la tajtama ala asasi alqabila, umma wa Kiislamu haukutana kwa sababu sisi ni Waafrika tuungane, sisi ni Waarabu tuungane, sisi ni wakina nani tuungane kwa ajili ya kabila. Sisi ndio wengi, sisi ndio wachache, sisi wachache minority tuungane, sisi ambao kwamba ni makabila kubwa tuungane. Umoja wa Kiislamu haukuja katika misingi kama hiyo. Umoja wa Kiislamu hautazami hilo wala hayatazami katika hiyo. Akasema kwamba au al-qaumia au al-watania au taifa fulani liko bora kuliko lingine. Sema taifa hili letu ni bora kuliko taifa jirani, au taifa la fulani liko bora. Miji ambayo kama ni bora pekee yake katika ulimwengu mzima ni mji wa Maka na mji wa Madina na Baitul Maqdis pekee yake, lakini miji zote ziko sawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizo ni katika picha ambayo kwamba inakuja inaleta ujahilia. Ukimwona mtu anazungumza juu ya ukabila, mimi kama kabila fulani, sisi kama kabila fulani, basi jua huyu ana ujahilia. Huyo ni mtu ambaye kwamba anazungumza katika zama za ujinga, zama kwamba watu walikuwa hawajielewi, ndio baada analeta mtu akisema msikiti huu ni watu kabila fulani. Mtu akiwa anazungumza jambo kama hilo mahali popote pale, si huu wala mahali pengine, basi mwangalie huyu hana imani. Baada anazungumzia mambo yaliyopita miaka ya zamani ya kijahilia, ambapo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam haraba al-jahiliya, alipigana na ujahilia mpaka akasimamisha hoja ya Uislamu na umma ukawa umeshikamana, ukawa chini ya bendera moja ya Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba bali sisi tunakutana katika aqida ya la ilaha illa Allah, jambo kwamba inatuunganisha. Tuseme hapo tulivyo, tuanze kila mtu aanze kuzungumza lugha yake. Mimi nizungumza yangu, wewe uzungumza yako, ile lugha ya mama, basi tutaelewana. Lakini wakati huu tunapoongea la ilaha illa Allah, kila mtu anafahamu kwamba nini cha semwa kwa sababu ya uhda. La fadl arabi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hakuna cha ubora wa Mwarabu wala Mwafrika isipokuwa kwa ucha Mungu. La fadl arabi ala al-ajami illa bitaqwa, hamna ubora katika kabila fulani isipokuwa katika ucha Mungu. Wala al-abyad wala al-aswad, wala hamna cha mweupe wala cha mweusi, hamna wala taifa kwa taifa, hamna. Sote turudi katika chini ya kalima ya la ilaha illa Allah. Leo mimi na wewe, mimi Mwafrika ama mimi kabila yangu fulani, basi wakati tunapozikwa mwenzangu kabila fulani, basi sote kama wanaume sote tuwawekwa katika jamii tatu tu, tuwawekwa kashuka tatu tu. Sasa kabila wako umekupeleka nini? Ile kabila yako imekutofautisha nini? Sote wakati wa takbira, wakati wa kusalia salatu jeneza, sote tutapigwa takbira 4, sote tuelekea kibla, sote tualala mwanandani. Sasa ukabila wako uko wapi? Ubora wako uko wapi? Sote tuelekea mahali pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ametuweka katika hiyo. Walhudatun islamia laha ahmiyatun kabira, umoja wa Kiislamu una umuhimu. Tutataja umuhimu kama 3 hivi. Anasema kwamba falhuda sirru quwwatu, umoja ndio siri pekee yake ya nguvu yetu. Umoja ndio siri pekee yake ya umoja wetu. Last week tulipokuwa katika salatu al-Eid, tulipokuwa na tunarudi, akutana na baadhi ya vijana wazee, sema hii dini hapa sio kama inakuwa. Umeona congregation yao ilikuwa kubwa sana.
Yaani imewashtua. Wao wamejaa uwanja. Na sisi tunaona hatuko wengi, lakini wao wanaona kwamba kwa sababu ya Uislamu kukutana wawili watatu, wanaona kwamba hawa watu wamekuwa ni wengi. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badr na vita vya Uhud. Tulionekana wengi, majeshi ya Kiislamu yalionekana wengi katika vita. Lakini kwa nini? Kwa ajili ya wahdatul islamiyya. Ndugu Islamu, hiyo ndio fahari yetu. Jambo la pili, walwahda tusaidu almuslimina liyakunu yadan wahidan dhidda a'daihim. Kwa ajili ya umoja inafanya Waislamu tunakuwa na undugu, tunakuwa na nguvu bidii ya wale ambao ni maadui zetu. Tunakuwa na nguvu bidii ya mandugu zetu, bidii ya maadui zetu. Lakini angalia katika mataifa ya Kiislamu yalivyogawanya katika mapande, kafira na tamba baina yao, hana wasiwasi. Wakijaribu kuunite, kuja pamoja, anaingiza katikati siasa na wagawa ili apate rais wa uongozi. Huo ndio udhaifu ambao unapatikana mataifa yetu ya Kiislamu ambayo ni dola ya Islamia, ambao katika bendera zao ziko la ilaha illa Allah. Myahudi na Mnaswara ametugawa na tumekubali kugawiwa, mpaka siku hizi tunaonekana sisi ndio wanyonge. Kumbe kuwa nguvu yetu iko katika umoja wetu. Walhuda tutumathil aqidatuna. Jambo la tatu, umoja wetu ndio unaonyesha slogan ya la ilaha illa Allah, kuonyesha kwamba hawa watu ni umoja. Juzi tumeswali sote ulimwengu mzima, imeonyesha umoja. Wako katika Arafati, sisi tuko huku tumefunga. Wako katika wanaendelea katika harakati ya mambo ya haji, sisi huku pia tuna hali zetu. Nani inaonekana kwamba umoja wetu uko katika akili yetu. Ndugu Waislamu wote tuatia talbia moja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, mpaka hizo talbia zote zinaletwa kwa pamoja. Hiyo ni ishara tosha ya umoja wetu. Ndugu Waislamu, kwa kumalizia, katika kauli ya wanazuoni ambao wamechambua masala haya kwa urefu sana, lakini bidhiki alwaqt, kwa uchache wa wakati, tuone al-Imam al-Qurtubi anasema nini. Kibaru al-mufassirin anasema kwamba qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, fa inna Allah ta'ala ya'muru bil ulfa, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamurisha umoja. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuamurisha umoja kama aya tulivyosoma mwanzo. Bil ulfa wa yanha 'anil firqa, anatukataza kukatana mapanda ama kuwa mmoja. Asema fa innal firqata hilka, hakika katika kukatana, yani kutuungana, basi ni maangamivu. Narudia hicho kilima, na narudia kilima hicho nikiashiria al-Qudus, ukiashiria mji mtukufu wa Palestina. Vile umoja wa Waislamu au kushikamana, tumeona maangamivu mangapi kwamba yameendelea miezi iliyopita na bado yaendelea. Kwa hivyo hilika maangamivu yetu, tukitaka kujua kwamba wapi tumefeli, mbona mambo yetu haiendi, ni kwa ajili ya kutokuwa na umoja. Kwa hivyo akasema wa rahimahullah Ibn Mubarak vile pia anatoa katika fatawa zake, anasema innal jamaatu hablullah, hakika umoja ni kamba ya Mwenyezi Mungu. Fa'tasimu, basi shikamaneni kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mtafika katika matao yake yaliyoenea. Ikiwa tutashikamana, basi mtakuwa ni great katika community, kwa sababu tutajua Waislamu wao waenda mara moja. Leo kama kufuata tusema kwa siasa, wa Kiislamu wasimama kabisa, wasema sisi tunataka kumtupatia mwenzetu support sote bila kuangalia nini, basi mbona tusimamishe kiongozi? Lakini utamwambia huyu ni Ansar Sunna, huyu ni Murafi, huyu ni Sufi, nani, mpaka utapata hila zote, mpaka atuungi mkono. Kwa sababu ya nini? Sheitani ametutawanyisha.
Kwa hivyo vile vile pia akhraja Tabrani, vile Tabrani amesema kwamba an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala hablullah jamaa, hablullah ni jamaa, kama Mwenyezi Mungu anasema wa'tasim bihablillah jamia. Maana yake anasema kwamba basi kushikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja. Umoja, ndugu zangu Waislamu, umoja ni jambo ni kwamba kila Muislamu anafaa ahubiri umoja, hasa umoja wa Kiislamu, hasa umoja wa Kiislamu, umoja wa kitaifa ni muhimu, kwa sababu bila umoja hakuna step ambayo kama tutaweza kwenda mbele. Angalia familia ambayo kwamba zimeshikamana, angalia wale ambao kwamba wameshikamana wako mbali, hatuwapati bado tunazozana hapa msikitini, mbona watikisa kidole, mbona kanzi yako ndefu fupi, mbona una nini, bado tuna kasoro zetu hizi, tutakombana hapa msikitini. Vipi ni watu wanaoungana kule mbele wanafanya mambo makubwa ambayo kwamba tunatamani yaliyokuwa ya kwetu, tulipanda kuzozana wao kayachukua. Sasa sisi tunayaona kana kwamba wao ndio wameleta mapya, kumbe haya yote wamechukua kutoka kwetu au mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Aya hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia wala tanaza'u, usigombane, usilete utesi, msianze kupigana, msianze mizozo. Fatafshalu, mkianza kupigana nyinyi kwa nyinyi mizozo, basi fatafshalu, mtakuja kushindwa. Hiyo ni tunapewa amri na Allah Subhanahu wa Ta'ala, twakatazwa kwamba tusiusozane sisi kwa sisi, tutakuja kushindwa na maadui zetu. Watadhabu rihukum, nguvu zenu zitaisha kidola, kisiasa, katika kila nyanja nguvu hamtakuwa nazo. Mambo ya masomo hamtakuwa na nguvu, vyote vile, kibiashara, kwa sababu ya mizozo. Wasbiru, lakini muwe na subira, inna Allah ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wanasubiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuambia wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu. Allah anatuonya, tupatia onyo, wala takunu, wala nyinyi Waislamu ama sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusiwe, wala takunu kalladhina tafarraqu, msio kama wale ambao kwamba waliokatana mapande, yani waelewani, wakhtalafu, wakhtalifiana wao kwa wao, mimbali majakum albayinat, baada kupata nuru ya Uislamu. Nuru ya Uislamu, Qur'ani iko mbele yetu, twasozana. Mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yako mbele yetu, twasozana. Mafunzo ya maulama yako mbele yetu, twasozana. Basi mtaisha wa ulaika lahum adhabun adhim, wao ndio watakuwa na adhabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala mathalul mu'minin, mfano wa Islam katika mapenzi yao, katika uumini kwao, ni kana kwamba jengo moja, ni kana kwamba mwili mmoja ambao kwamba yani sehemu moja kiuma, basi mwili wote wasikia uchungu. Lau kama tutafikia level hiyo, basi tutakuwa katika daraja kubwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim.